Ikhtilafu ya Waislamu si juu ya uwepo wa Imam Mahdi. Ittafaqa almuslimun, Waislamu wote wamekubaliana kwamba yupo huyu mtu anaitwa Imam Mahdi. Kuna mmoja katika maulama wa Kisuni amefariki, Ibn Baz, ana maneno maalum sana, asema kwamba suala la kuwepo Imam Mahdi ni amrun maalumun, ni jambo linalojulikana. Wal ahadithu fihi mustafidha bali mutawatira, hadithi zilizokuja kumzungumzia Imam Mahdi ni nyingi mno, bali zimekuja kwenye mapokezi ambayo hayatiliwi shaka. Huyu ni mwanachuoni wa Kiwahabi, alikuwa mufti wa Saudia, amefariki miaka 2 iliyopita, Ibn Baz. Yeye asema ni amru maalum. Hadithi ziko nyingi sana, tena hadithi ambazo zinategemewa. Kwa hivyo hakuna utata juu ya uwepo wa Imam Mahdi. Suala lililopo ni kwamba amezaliwa ama hajazaliwa. Hapa ndipo kwenye ikhtilafu. Je, huyu Imam Mahdi ashazaliwa ama atazaliwa? Kwa hivyo Mashia wanasema ashazaliwa, Masuni wanasema atazaliwa. Si katika kiini cha uwepo wa huyu mtu. Huyu mtu yupo, tofauti ni amezaliwa ama hajazaliwa. Sisi tusema amezaliwa, pamoja na kwamba wapo maulama wa Kisuni pia wanasema amezaliwa. Sio kwamba sisi tu pekee yetu kwenye hilo. Wanavioni wapo wa Kisuni wanasema amezaliwa. Baba yake ni Hasan al-Askari, mama yake pia wamemtaja na sifa zake zote zipo. Na mmoja katika taaliqat, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, katika taaliki ya baadhi ya vitabu, ameashiria jina la Imam Mahdi, ameashiria jina la baba yake, ameashiria na jina la mama yake. Na huyu katika ulimwengu wa Kiislamu anajulikana kama al-muhaddith al-muasir, yani mwanahadithi wa kisasa. Vitabu vingi amevirudia hizi katika kusahihisha hadithi. Amekuwa bingwa mkubwa katika kusahihisha hadithi, lakini alipokuwa akizipitia hadithi za Imam Mahdi hakuzitilia shaka, amekubali kwamba hili swala lipo.